Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Binafsi nipende kuwashukuru kwa wakati wenu mzuri ambao mmejitolea kuja, na pamoja na wale ambao wanatusikiliza sehemu zozote duniani. Nilioko mbele yenu kwa majina yangu officially naitwa Regnard Swai ama Roni. Ni mwalimu msaidizi Neema Gospel Choir, lakini ni mjumbe katika technical team chini ya technical director Mr. Fredrick Masanja kama mwalimu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa kama mwanafamilia wa Neema Gospel Choir, niko hapa mbele yenu kuitambulisha theme ambayo tuko nayo mwaka huu. Tumekuwa na, kama alivyosema mwenyekiti, tumekuwa na muendelezo wa hizi ibada kuanzia 2021 tukafanya na 2023, lakini pia kwa neema ya Mungu mwaka huu tunafanya tena ibada nyingine ya worship in spirit. Nakumbuka 2021 tulikuwa na theme inakwenda kwa jina la Sing with Thanksgiving, na tulimuona Mungu sana kupitia ibada hiyo. Lakini Mungu akatupa nafasi tena mwaka 2023 tukiwa na theme inayosema Victorious Journey, na ilikuwa kweli ni safari ya ushindi. Katika yote tuliyopita tulimuona Mungu na ibada ilifanikiwa sana. Lakini kipekee mwaka huu imekuwa ni special sana ama unique naweza nikasema, kwa sababu theme ya mwaka huu inakwenda kwa jina la Grace Unlimited ama neema isiyo na ukomo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nitajaribu kuielezea kwa nini tumeita Grace Unlimited. Na tukisema Grace Unlimited, hii ninaweza nikasema ni declaration of God's unending favor, ama ni kibali ama neema na rehema za Mungu zisizo na ukomo juu ya maisha ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nikiongelea kwa upande wa Neema Gospel Choir, we have seen God akitutoa katika level moja kwenda kwenye level nyingine, na wala si kwa nguvu zetu wala akili zetu. Ndio tunaita Grace Unlimited ama neema isiyo na ukomo. Na tumekuwa inspired na Grace Unlimited kupitia kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 9 hadi wa 10. Lakini favorite part yetu iko kwenye huo mstari wa 9, ambayo nitaisoma kwa lugha ya Kiingereza lakini pia kwa lugha ya Kiswahili. Kwa lugha ya Kiingereza anasema, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ukisoma Biblia yako ya Kiingereza New International Vision itakupa hiyo tafsiri. Lakini ukisoma katika Kiswahili hiyo Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 9, tutabezi sana hapo. Mstari wa 9 unasema, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo theme ya Grace Unlimited tumekuwa inspired au inspiration yake imetokana na kitabu cha Wakorinto sura ya pili mstari wa Wakorinto wa pili sura ya 12 mstari wa 9 hadi wa 10. Sasa kwa nini Grace Unlimited? Tumeemphasize kwenye maeneo matatu. Eneo la kwanza, it's all about neema ama grace. Neema ya Mungu imeachiliwa kwa kila mtu, whether unaamini ama hauamini. Mungu ameachilia hiyo neema kwa kila mtu. Sasa ili iwe Grace Unlimited, you have to trust and believe in God. Kwa hiyo utofauti ndio unakuja hapo. Neema ya Mungu imeachiliwa kwa kila mtu, anayefanya dhambi, asiyefanya dhambi, muamini, asiyemwamini, neema ya Mungu imeachilia. Na ndio maana tukisoma katika Biblia inasema anawanyeshia mvua wema na wabaya. That's grace. Lakini ili iwe Grace Unlimited, neema isiyo na ukomo, you have to believe and trust in God. Na ndio maana tumeandaa hii ibada kuwaalika watu wote, hata wale ambao sio wa dini ya Kikristo, hata wale ambao sio waamini, waje kwa pamoja ili tupate wote ku experience Grace Unlimited kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia kwa eneo la pili ni a national thanksgiving ama shukrani ya taifa. Tumeona Mungu akitupigania sisi kama Watanzania katika kila hatua ya maisha, kwa mtu mmoja mmoja na kwa taifa zima. Tunaishi kwa amani, tunasaidiana, tunaenda kanisani, tunasali kwa uhuru, wengine tunaenda misikitini, wengine tunaenda nyumba za ibada mbalimbali, tunaabudu kwa uhuru kabisa. That's grace.
kwa sababu kuna watu wanajaribu kwenda ibadani wanashindwa kwa sababu nchi yao ina vita ama kuna machafuko. Lakini kwa nini Tanzania? It's because we have grace unlimited. Tuna neema isiyo na ukomo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini la mwisho kabisa ni a call to revival ama mwito wa uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ameachilia hii neema kwa watu wake ili tusogee karibu na yeye, tumwabudu yeye, tumfanyie yeye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika yote haya Grace Unlimited is not just a theme, lakini kwetu Neema Gospel Choir it's a testimony. Tunaweza tukasema this is the prayer ama ni prophetic declaration ya kwamba through Christ tumemwona Mungu akitupigania, tumeona tukivuka, tumeona tukimtumaini Mungu na tukipiga hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Because this is all about Grace Unlimited, worship in spirit, Grace Unlimited, worship experience 2025. Na Mungu awabariki sana sana. Asanteni sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Tena na tena. Yes, mimi naitwa Tito Alfred, ni katibu wa kwaya Neema Gospel Choir ambao tumewalika mahali hapa kuweza kuzungumza na Watanzania wote. Yes, mimi na vipengele viwili tu ambavyo nitaenda kuvizungumza. Kwanza niko hapa kwa ajili ya kuwatangazia rasmi venue au mahali ambapo tutafanyia ibada hii kubwa ya Worship in Spirit Grace Unlimited Worship Experience 2025. Venue yetu tayari tumeshaanza kuannounce kwa wale ambao wanatufuatilia kupitia social media za Neema Gospel Choir pamoja na Crown Media. Tutafanyia katika viwanja vya Readers Club Kinondoni, ambapo ni rahisi kabisa kufikika ukiwa unatumia usafiri wa aina yoyote ile na ukiwa unatokea sehemu yoyote ile. So hivyo napenda tu kutoa rai kwa Watanzania na wananchi wa Dar es Salaam na viunga vyake vyote. Siku hiyo katika viwanja vya Readers Club tutaanza mapema kabisa, mida kama ya saa 11 na itakuwa ni overnight. It means utakuwa ni mkesha ambao tutaenda mpaka asubuhi hivi. So usijali kuhusu logistics zote za mambo ya vyakula, sijui vinywaji na nini. Kuna vendors ambao watakuwa pale kwa ajili ya kuhudumia halaiki yote itakayokuwa pale katika viwanja vya Readers Club. Hivyo kama unatokea popote au unatokea nchi yoyote, kwa sababu hii ni ibada kubwa kwa ajili ya East Africa nzima. Kuna watu kutoka Kenya, Uganda, Congo ambao tutaungana nao pale, na technical director ametangaza watu kadhaa ambao tutashirikiana nao, lakini kiukweli ni kwamba kuna watu wengine ambao hatujawa mention tu, lakini siku zinavyoendelea tutaendelea kuwatangaza kupitia social media zetu ambao pia tutashirikiana nao. So ni ibada kubwa kwa ajili ya Watanzania. Na lengo lake kubwa ni kwa ajili ya kumsifu Mungu na kushusha uwepo wa Mungu pale, lakini ukiambatana na maombi ya shukrani kwa mwaka mzima ambapo Mungu ametutoa since Januari, na kama taifa tunapitia katika nyakati tofauti. So tukaona Novemba 14 itakuwa ni tarehe muhimu sana kwa ajili ya kukutana watu wa rika zote. Wengi wamezoea kuona ibada kwa specific age, labda watoto, vijana au watu wazima, lakini hii itaunganisha age zote. Ni ibada ambayo mzee akifika atafurahia kwa kuona uwepo wa Mungu pale, kijana akifika atafeel pia yuko katika ibada, hata mtoto pia. So tumeandaa mazingira mazuri kulingana na setup ya uwanja ule wa Readers kwa ajili ya rika zote. Kwa hiyo ukija wewe na familia na mtoto na familia yote, still bado mtaenjoy na mtapata nzuri, huduma nzuri kabisa ya kiungu, ya kiroho na kimwili pia. Labda tu niwahakikishie kitu kimoja, tumeweza kupartner na wadau kadhaa ambao wamekuwa kama sponsors na tumeshirikiana nao pia. Ningependa ku appreciate moja kwa moja kabisa, tuko na media partner wetu ambaye ni Crown Media ambao tunashirikiana nao, so mnaweza mkapiga makofi kwa ajili yao. Lakini pia tuko na All The Time Sponsors, amekuwa ni mlezi kwetu, lakini kampuni ambayo ikiwa ikituhudumia katika ibada zetu zote, ambao wana provide stage sound nzuri kabisa, wanajulikana kama Abe Professional Sound. Hao pia tunashirikiana nao. Lakini pia
tutaweza kusambaza matangazo yetu kupitia watu wa Imagine Africa ambao wana billboards zinapatikana kila mahali, digital billboards. Lakini pia tutashirikiana na watu wa Hugo Domingo, ni wadau wetu wakubwa na tumefanya nao katika events zilizopita. Tutashirikiana pia na kampuni kubwa pia ya mambo ya events na management inaitwa Simpri Events, na yenyewe pia tutakuwa nayo. Lakini tutashirikiana pia kama nilivyokuambia, ukileta familia yako tutahakikisha ulinzi utakuwepo juu yako na familia yako na mali zako pia. Kuna watu ndugu zetu wa SGA au Security Group Africa tumeweza kupatana nao na watahakikisha ulinzi upo salama. Yani wewe unapokuwa uweponi, unapozama na mali zako zote zitakuwa salama. Usije ukazama alafu watu wanazamia mali zako. Kwa ulinzi utakuwepo. Lakini kuna kampuni moja ya digital screen ambao wanajulikana kama Horizon Media, ambao wao ni wasambazaji wakubwa wa screen za dimension yoyote ambao utakayoitaka. Technical director ameelezea utofauti wa stage itakavyokuwa. Kiukweli itakuwa ya tofauti ikiwa imepambwa na screen nyingi sana ambazo zitakuwa pale. Lakini pia kuna ndugu zetu George Company Limited ambao tutashirikiana nao pia upande wa production kubwa ya video. Bila kusahau venue hii tunayofanyia press hii iko chini ya Ore Studios. Hawa ni ndugu zetu tutakao tembea nao. Mtaona hawaishi tu kuprovide venue kama hii, lakini kuna mambo mengi ambayo tutashirikiana nayo heading to 14th November. Bila kusahau tutakuwa na Bumaco Insurance ambao pia wametusupport na wamekuwa wakibega kwa bega na sisi. Lakini kuna wengine wengi ambao sija wa mention pia tutaendelea kushirikiana nao kuelekea ile November 14. Bwana asifiwe sana. So kwa kusema hayo, mimi ningependa pia kugusia jambo moja la mwisho ambalo ni la muhimu sana sana. Wengi watajiuliza kwamba mnawezaje kufanya tukio kama hili kubwa na itakuwaje? Tumewaambia watu wafike pale leaders, na wanafikaje au entrance itakuwaje? Labda niweke wazi tu ndugu waandishi wa habari, ibada hii ni ibada ya Mungu na itakuwa free kabisa. Yani itakuwa bure kabisa. Kwamba nikimaanisha free entry ni kwamba wewe uweze tu kujitokeza pale, uandae muda wako na uwe mwanzo mpaka mwisho. Na I hope au I believe kwamba haitakuwa bored. Yani tukianza ile jioni saa 11 mpaka asubuhi utashangaa nimefikaje hii asubuhi. Itakuwa ni haraka sana. Labda tu kitu kingine ambacho wengi sometime huwa wanapenda wakifika kwenye events za gospel, wasione kama zimeandaliwa kiloko, au wasione wana feel pia kuwa katika mazingira ambayo kulingana na hadhi zao. Mfano kuna wengine ambao wanatamani wakifika pale waandaliwe meza nzuri ambao mazingira mazuri, familia wakae vizuri. So sasa vitu kama hivyo vinapokuja, kuna some cost ambazo maybe unaweza kuchangia kwa ajili ya kusupport au maandalizi ya eneo lako muhimu. Maybe mimi nakuja na kampuni yangu na wafanyakazi wangu, mimi kama bosi tunahitaji mazingira mazuri ya viti na meza zetu. Tumeshirikiana na wenzetu wa Nilipe app, ambapo utaenda kuchukua tu seat yako au kureserve special seat kwa kugharamia shilingi 50,000 tu ya Kitanzania. Nafikiri ni kidogo kwa sababu kama unaandaliwa mazingira mazuri ambayo hata kuletea bugza, yani ukutane na VIP wenzako na VVIP wenzako kwa mazingira mazuri. So utaingia katika application ya Nilipe ambao ni wadau pia tuko nao hapa, wataelezea namna upatikanaji wa those tickets za special seat. Naomba isiende kwa umma kwamba event hii lazima ulipie kiingilio. No. Naomba ni clarify hiyo kabisa. Kama katibu wa kwaya tulikana tukaangalia scenarios zote, inatupasa katika mwaka huu 2025 tufanye event iwe free. Kwa hiyo ni bure. Lakini kama unaona kwamba mimi nataka niwe salama zaidi, niwe katika mazingira ya kukaa katika meza, maybe na varieties nyingine ambazo tutazitangaza baadaye, unaweza ukagharamia shilingi 50,000 tu kwa kureserve seat yako kupitia
application na nilipe. Lakini usisite kumwambia mwingine na mwingine afike, na itakuwa event haina kiingilio. Bwana asifiwe sana. Nina mfano mmoja tu kuongezea alichoongea Titus. Ni kwa wale waliimba kwaya za zamani. Mimi nimepata bahati kuimba na kwaya kongwe sana nchini, inaitwa Mwanza Town. Nadhani ilianzishwa mwaka 1956 au 54. 1950. Kwa historia tulivyokuwa tukiambiwa ni kwamba kipindi hicho uimbaji ulikuwa wanaimbia vibao, kwa sababu adoption ya magitaa ndani ya kwaya ilikuwa ni dhambi. Yaani mtazamo na fikra ya watu kipindi kile, watu wakiona wanaabudu na magitaa wanasema mama yangu tumeenda disco. Lakini baada ya magitaa kuingia ikaja vinanda. Same case. Tunapelekwa wapi? Ulimwengu umeisha. Mavinanda tena, dramu ndio usiseme. Lakini sasa hivi ni story nyingine. Magitaa yapo, vinanda vipo. Taa sasa hivi ni shida. Lakini na penyewe tutabadilika, si ndio? Kuna makanisa mengine ukiweka taa ni vurugu au hata screen. Lakini ni nyakati tu. Cha muhimu ni kuhakikisha kwamba injili ya Yesu inafanya nini? Inaenda, inasonga mbele kwa namna moja au nyingine. It's a Girl Mdilome, tutakuwepo wote tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025 kwenye Grace Unlimited. Of course, tunaenda kuanza mwaka mwingine. Yaani hiyo Grace Unlimited tunaimaliza kuanzia November, December, tunaanza nayo 2026. Why you plan to miss? Asante sana. Tupende kukushukuru sana wewe ambao ulikuwa endelea kufuatilia kupitia Crown TV channel namba 415. Sisi ni Crown Media, moja kati ya sponsors kwenye Grace Unlimited ya Neema Gospel Choir. And ukihitaji hizo tiketi, pita pale nilivyo app. Lakini kama unahitaji t-shirt, endelea kuwasiliana na sisi au fuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Crown Media, Neema Gospel, kwenye page ya Ablant, kwenye page yangu utaweza kupata hizo t-shirt kwa urahisi kabisa. Tunakupenda. Tukutane tarehe 14.